Maandiko matakatifu yanatuonyesha kama Mungu wetu ni Mungu anayetufundisha ili sisi tupate faida. Katika kila maelekezo, kila maonyo, kila palipo na neno lake, Mungu husema jambo kwetu sisi ili tukilifanyia kazi hilo jambo, tukifanyia kazi hayo maelezo, tunaweza kunufaika na kupata faida fulani katika maisha. Kila mara Mungu anataka sisi tunufaike. Na moja ya mambo ambayo Mungu amesema kuhusiana na maisha yetu ni kuhusiana na Roho wake Mtakatifu ambaye anakaa ndani yetu. Kila mtu ambaye amempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake anaye Roho Mtakatifu ndani yake. Sasa tunaweza tukatofautiana kuhusu ukubwa au wingi wa Roho Mtakatifu aliyopo ndani yako. Anafanya kazi kwa ukubwa zaidi au anafanya kazi kidogo, lakini Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Maadamu unaweza ukakiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako bila kujali wewe ni dhehebu gani, ni dini gani, ni imani gani. Ukisema Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, basi tambua ya kwamba Roho Mtakatifu yupo ndani yako. Na siku ya leo nataka tuangalie, je, huyu Roho Mtakatifu aliyopo ndani mwako anawezaje kukuongoza kufikia katika kila ahadi ambayo Mungu ameweka kwa ajili yako. Tuombe. Baba yetu mwema, Mungu wa utukufu, tunasema asante kwa ajili ya neno lako ambalo limesema kuwa tutakapokusanyika 2 au 3 kwa ajili ya jina lako, wewe upo katikati yetu. Baba, ninasema asante kwa ajili ya wakati huu ambao mimi pamoja na shujaa wa Bwana huyu, mpendwa huyu ambaye anasikiliza maneno haya, tunaungana pamoja kwa ajili ya kujifunza mapenzi yako. Tunaomba Roho wako Mtakatifu akatuingize katika kweli yote ili makusudi tupate kunufaika na maelekezo haya. Katika yote Baba, tunakurudishia sifa na utukufu tukijikabidhi chini ya uongozi wa Roho wako Mtakatifu. Katika jina la Kristo Yesu ninaomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaitwa Mwalimu Daudi Mwalizo na ninakukaribisha katika neno la uzima. Siku ya leo nataka tuangalie kuhusu somo lenye kichwa kuongozwa na Roho. Kuongozwa na Roho. Na tutaianza safari yetu kutoka katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 2 kuanzia mstari wa 9 kuelekea mpaka 12. Neno la Mungu linasema, lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Katika mstari wa 9 tunaona kumbe Mungu ana mpango mzuri juu ya watu wake. Tena si mpango wa kawaida tu, ni mpango mzuri ajabu, kwa sababu anasema mambo ambayo hata macho hayajaona. Haya ni mambo makubwa, mambo ambayo masikio hajasikia, mambo ambayo atafanya kwako. Kila mtu atakayesikia, kila mtu atakaye kuona atashangaa, atasema hili limetokeaje? Mambo makubwa ajabu. Anaendelea mstari wa 10, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. 11, maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila Roho wa Mungu. Mstari wa 12, lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Kwa hiyo hapa tunaona katika mstari wa 9 ya kwamba kumbe Mungu ameandaa mambo mazuri kwa ajili ya watu wake. Mungu ameandaa baraka tele kwa ajili yako. Mungu ameandaa uzima, ameandaa uwe na afya, ameandaa mpango mzuri wa kukusaidia kiuchumi, mpango wa kukustawisha. Ameandaa yaliyo mema kwa ajili yako. Na mstari wa 12 anaeleza tumepokea sasa huyu Roho Mtakatifu, makusudi huyu Roho Mtakatifu atufunulie namna gani ya kuweza kuyafanya zile ahadi kuwa halisi kwetu. Kumbe huyu Roho Mtakatifu aliyopo ndani mwako na aliyopo ndani mwangu mimi ana kazi ya kutuongoza kufikia ahadi ambazo Mungu ameweka kwa ajili yetu. Kila ahadi ambayo Mungu ameitoa kwa ajili yako, Mungu anakusudia wewe uifikie. Lakini pia Mungu anafahamu ya kwamba wewe kwa uwezo wako huwezi kuifikia hiyo ahadi. Kwa hiyo ameweka Roho wake Mtakatifu ndani yako, makusudi huyu Roho Mtakatifu akuongoze kuweza kufikia hizo ahadi. Piga mahesabu. Huyu ni Mungu mzuri namna gani? Sio tu anakupa ahadi, lakini anakupa pia mwongozo namna gani ya kufikia hizo ahadi. Tuangalia andiko lingine ambalo linatoa mwongozo zaidi kuhusiana na hiki ambacho tunaongelea. Katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 16 mstari wa 13, neno la Mungu linasema,
Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza, awatie kwenye kweli yote. Kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Hapa Yohana anaongezea uzito katika hili ambalo tumeanza kulichambua. Kumbe huyu Roho Mtakatifu anafanya kazi ya kutuingiza katika kweli kuhusiana na namna gani ya kufikia baraka, kweli na kuhusiana namna gani ya kuweza kuwa mzima wakati wote, kweli na kuhusiana namna gani ya kupata hekima ya kufanya maamuzi yaliyokuwa sahihi katika kila mazingira. Mungu anataka sisi tuishi maisha bora. Mungu anataka wewe uishi maisha bora. Mungu anataka ufurahie siku zako za hapa duniani. Yeye sio Mungu mbaya, yeye ni Mungu mwema, Mungu anayekuwazia mawazo mazuri. Anataka kila siku kwako iwe siku ya furaha, iwe siku ya amani, iwe siku ya kustawi, ya kuongezeka. Anataka baraka zionekane maishani mwako, kila unaolifanya listawi. Ndio maana ametupatia Roho wake Mtakatifu. Anakaa ndani yangu na anakaa ndani yako. Makusudi Roho Mtakatifu atuingize katika kweli, atuongoze katika maamuzi, atuongoze katika kusimamia yale yaliyokuwa sahihi, ili kwamba Mungu apate kudhihirishwa kutokana na faida, kutokana na afya njema tunayoonyesha, kutokana na yale mazuri tunayoyadhihirisha kwa watu wengine. Mungu ametupatia Roho wake Mtakatifu ili atuingize katika viwango vya baraka zaidi, atuongoze katika maisha yetu ya kila siku. Ni mpango wa Mungu mimi na wewe tustawi. Ni mpango wa Mungu mimi na wewe tuwe na afya. Ni mpango wa Mungu mimi na wewe tuweze kufanikiwa. Katika Warumi sura ya 8 mstari wa 14, neno la Mungu linaeleza namna hii. Warumi sura ya 8 mstari wa 14, neno la Mungu linasema, kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kumbe tunatakiwa tuongozwe na Roho wa Mungu. Kama tulivyokuwa tukianza awali, ni kwamba Mungu ametupatia Roho wake Mtakatifu makusudi tupate kuweza kufikia zile ahadi ambazo ameweka kwa ajili yetu. Na hapa Warumi anasisitiza ya kwamba tunatakiwa tumsikilize huyu Roho, tunatakiwa tuongozwe na huyu Roho Mtakatifu. Hilo ni kusudio la Mungu kwangu na kwako, tuongozwe na Roho wake Mtakatifu ili tuweze kuzifikia zile ahadi. Lakini siku ya leo haswa nataka tuangalie sio tu kwamba tunapaswa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Je, ni kwa namna gani sasa tunaweza tukaongozwa na Roho Mtakatifu? Kwa kawaida kuna namna kuu mbili ambao Roho Mtakatifu huwaongoza watu. Namna ya kwanza ni namna ya mafunuo, ambapo katika mafunuo ni pale Roho Mtakatifu anapokupa jambo fulani tofauti na njia ya kawaida tuliyozoea. Mfano, inawezekana akasema na wewe kwa ndoto, kuna jambo linataka litokee, au kuna jambo ambalo limetokea na wewe hujui undani wake. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anaweza akakufunulia wewe katika ndoto. Tunaona habari hii kwa Danieli ilikuwa hivyo. Kipindi mfalme Nebukadreza amesahau kuhusiana na ndoto, akataka kuua watu wa Danieli na Meshach na Shadrach na Abednego walienda wakamwomba Mungu. Walipomwomba Mungu, Roho Mtakatifu akawafunulia katika ndoto, wakaelewa, wakapata picha, wakajua kwa undani yale yaliyofichika. Tunaona jambo kama hilo pia lilitokea kwa Yusufu. Kipindi kile Herode alipotaka kumuua Yesu, Yusufu akatokewa na malaika, akaambiwa kana kama hivi, nenda mchukue mtoto, ondoka, nenda naye Misri. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anaweza akasema na watu, anaweza kuwaongoza watu kupitia mafunuo. Lakini njia ya pili ambayo nimeiona ni njia ya halisi zaidi, wanasema practical, ambayo inatumika mara kwa mara, ni pale Roho Mtakatifu anaposema au anaposhuhudia jambo pamoja na roho yako. Tuangalie katika kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa mbele kidogo, mstari wa 16. Neno la Mungu linasema, Roho mwenyewe, sasa huyu ni Roho Mtakatifu, hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Utagundua ya kwamba kumbe Roho Mtakatifu licha ya kwamba anaweza akasema na watu kwa njia ya mafunuo, lakini mara nyingi husema na watu, huwaongoza watu kupitia roho zao, kupitia roho zetu. Sasa kwa lugha nyepesi huwa tunakiita hicho kitu kuwa ni dhamira. Roho Mtakatifu husema na watu kupitia roho zao, anaweka dhamira fulani. Dhamira ina tabia kutoa mwongozo wa kuhusiana na jambo lifanyike au lisifanyike. Ngoja nikupe ushuhuda hapa, itakuwa rahisi zaidi. Kuna mtumishi wa Mungu mmoja ambaye alikuwa amepata mwaliko wa kwenda kuhubiri katika makanisa mawili tofauti.
Kanisa la kwanza ambalo lilimwalika lilikuwa ni kanisa dogo, si la watu wengi sana, watu wachache, na ni watu wenye kipato cha kawaida. Lakini kanisa la pili ambalo lilikuwa limemwalika lilikuwa ni kanisa kubwa. Katika ule mji ambao alikuwa anakaa, lilikuwa ni kanisa la tatu kwa ukubwa. Lilikuwa lina watu wengi, na kwa sababu lina watu wengi, pia kanisa lilikuwa lina uwezo wa kuhudumia vizuri watumishi wa Mungu. Kwa hiyo yule mtu wa Mungu akawa anataka ajue ni wapi aelekee kufanya huduma. Kwa bahati mbaya kidogo, huduma hizi zilikuwa zinagongana katika wakati mmoja. Kwa hiyo hakuwapa majibu wote wawili. Sasa alipokuwa amekaa mwenyewe nyumbani, kipindi anafikiria, ndani ya moyo wake alikuwa anatakiwa aende katika kanisa dogo akahubiri. Lakini kichwani mwake anafikiria ya kwamba kama nikienda kwenye kanisa dogo, kifedha hawawezi kunihudumia kama ipasavyo, na mimi nina mahitaji yangu. Lakini kama nikienda kanisa kubwa, nitakuwa nimehubiri, nimefanya kazi ya Bwana, na bado kifedha watanihudumia vizuri zaidi. Kwa hiyo nitaweza kutimiza mahitaji yangu. Kwa hiyo kwa namna fulani akawa amejishawishi mwenyewe akilini mwake ya kwamba ni bora niende kwenye kanisa ili kubwa, kwa sababu huko nitapata uwezo mzuri zaidi wa kuhudumia watu, lakini pia kupata kipato kizuri. Lakini kwa namna fulani dhamira yake haikumruhusu kufanya jambo hilo. Kila mara alipokuwa akijaribu kutafuta namna ya kuwapatia taarifa wale wa kanisa kubwa ya kama hivi, mimi nimekubali kuja kwenu kuhubiri, huku ndani ya moyo kulikuwa kuna kama msuguano, kuna hali ya kutokuwa kwa amani, kuna hali fulani ambayo hakuna utulivu. Kwa hiyo ili jambo akaamua kuliuliza mbele za Bwana, na alipomuuliza Bwana katika maombi, Bwana akamwambia ya kama hivi, kutokana na kile ambacho nakisikia ndani, ni mimi nimekuwa nikisema na wewe, Roho Mtakatifu amekuwa akisema na wewe. Kwa hiyo usiende kwenye lile kanisa kubwa, nenda kwenye lile kanisa dogo, kwa sababu katika hili kanisa dogo kuna jambo 1, 2, 3 ambao nataka nifanye, na wewe ndio mtu utakayefanyia kazi maelezo yangu ili uniruhusu mimi nitekeleze mpango mzuri. Kwa hiyo yule mtu akaenda kwenye lile kanisa dogo, na Bwana akafanya matendo makubwa katika huduma ile. Hiki ndicho ninachokiongelea haswa. Huyu mtu hakusikia sauti kutoka nje ambayo ilikuwa inampa mwongozo moja kwa moja, lakini ilikuwa ni dhamira yake ya ndani inampa maelekezo ya kwamba usifanye hivi, bali fanya hivi. Roho Mtakatifu anaposema na sisi, mara nyingi huwa anasema na sisi kupitia dhamira. Ni kama vile katika kila maamuzi unataka kufanya, Roho Mtakatifu huwa anajishirikisha kwa namna moja au nyingine kwa kukupa dhamira fulani. Aidha ufurahie ile jambo au ukose amani kuhusiana na ile jambo. Mara nyingi kila awamu ambapo unakosa amani, ni yeye Roho Mtakatifu anakufahamisha ya kama, mwanangu, ili jambo usilifanye. Na kama ukiwa mbishi kuendelea nalo, mara nyingi utagundua unajiingiza katika matatizo mazito zaidi. Lakini kama ukifata maelekezo ambayo Roho Mtakatifu anaweka ndani ya roho yako kupitia mwongozo wa dhamira, utagundua mara nyingi unafanikiwa zaidi katika hilo jambo. Kwa hiyo ni muhimu kuelewa ya kwamba Roho Mtakatifu husema nasi kupitia dhamira zetu. Katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 21, neno la Mungu linasema, wapenzi, mioyo yetu isipotuhukumu tuna ujasiri kwa Mungu. Yohana anatuandikia, anatuambia ya kwamba kumbe kuna sehemu fulani mioyo yetu, dhamira zetu zinahusika na makusudio ya Mungu. Neno linasema kama mioyo yetu, kama dhamiri zetu zisipotuhukumu, basi tuna ujasiri mbele za Mungu. Hii inatuonyesha kama tuna amani ya Kristo ndani ya mioyo yetu, tuna amani katika jambo tunalolifanya, basi tunaweza tukawa na ujasiri wa kusema haya ni mapenzi ya Mungu kwetu sisi. Lakini kama hatuna amani ndani ya mioyo yetu, mara nyingi hilo sio jambo ambalo mimi ningekushauri uendelee nalo. Inawezekana unataka kuanzisha biashara, na biashara unaotaka kuanzisha hauna uhakika nayo ya kwamba uendelee nayo ama usiendelee nayo. Inawezekana kuna vitu unavihisi ndani yake havipo sawa. Kwa hiyo unahitaji msaada zaidi kutoka kwa Mungu, unahitaji maarifa zaidi, unahitaji mwongozo kutoka kwa Mungu ya kwamba je, biashara uiendee ama usiendee. Kwa kawaida akili mara zote huwa ina tabia kuangalia faida, ina tabia kuangalia nitapata nini, ninanufaikaje, nitafanya vipi kufanya jambo litokee. Lakini dhamiri haipo kwa ajili ya kupata faida. Dhamiri ipo kwa ajili ya kukusaidia wewe kufanya jambo lililokuwa sahihi. Kwa hiyo utagundua baada ya kuliombea hilo jambo, sasa inawezekana Bwana akakupa mafunuo. Hilo linawezekana.
Lakini mara nyingi katika utafiti ambao nimefanya mimi, mara nyingi watu Bwana hawafunulii jambo kwa maono au kwa kutuma nabii kwao. Mara nyingi Mungu huwa anaweka amani fulani ndani ya moyo, ya kwamba kila mara unapokuwa na mpango mkakati au unauelezea hii biashara, utagundua unakuwa na amani ama kutokuwa na amani. Inawezekana mazingira yasifanane na biashara unataka kufanya, lakini kama una amani ndani ya moyo, endelea, biashara itastawi. Kama hauna amani ndani ya moyo, ni muhimu kurejea kwa Bwana na kumwambia, Bwana, katika hili jambo mimi sina amani. Ninasikia dhamira yangu ikiniambia nisiendelee nayo. Maelekezo yako ni yapi? Labda inawezekana ni biashara nzima hajakaa sawa. Inawezekana sio wakati sahihi wa kufanya biashara. Au inawezekana ni jambo dogo tu katika biashara hujaliweka vizuri. Utakaporejea kwa Bwana katika maombi, Bwana atakwambia ni nini cha kurekebisha, ni nini cha kuboresha, ili unapoingia katika biashara usipate hasara. Muda mwingine tunaona mambo haya hata katika mahusiano. Dhamira za watu zinawaambia usiingie katika haya mahusiano, lakini kwa sababu kwa nje yule mtu ana muonekano mzuri, inawezekana ni mkaka ambaye anaonekana yuko handsome, ni mkaka ambaye anaonekana ana kipato kizuri, ni mkaka ambaye anaonekana muonekano wake wa nje umekaa vizuri. Kwa hiyo mdada anajishawishi kwa akili zake ya kwamba hili jambo mimi ninaweza nikapambana nikalifanya litokee. Unaingia kwenye mahusiano, unaingia katika hiyo ndoa. Ndoa inaanza kugeuka kuwa ndoano. Ni kwa sababu dhamira yako tangia mwanzo kwa kupitia mwongozo wa Roho Mtakatifu ilikwambia hayo sio maamuzi sahihi ya kufanya, lakini ukakataa kusikiliza mwongozo wa Roho Mtakatifu unaopitia dhamira yako, ukaamua kusikiliza akili zako, na sasa imekuingiza katika matatizo. Uzuri ni kwamba haijalishi umeingia katika matatizo gani, bado ukirejea magotini kwa Mungu, Mungu ana njia ya kukupa maarifa namna gani ya kujikwamua katika hayo matatizo. Lakini ni muhimu kuelewa, kabla hatujafika sehemu ambapo tukaanza kujutia mambo, ni muhimu kufuata mwongozo wa Roho Mtakatifu kupitia dhamira zetu. Roho Mtakatifu amekuwa akisema na wewe nini kuhusiana na jambo fulani fulani. Kuna wengine ni mienendo ya tabia, mwingine ni mambo mbalimbali ambayo inawezekana kutamkika yasiwe rahisi, lakini kila mara Roho wa Bwana huwa anasema na watu kupitia dhamira zao. Anawapa mwongozo, anawapa maelekezo ya kwamba katika hili jambo mwanangu usiendelee nalo, hili si jambo zuri, au katika hili jambo endelea nalo. Muda mwingine inawezekana ikawa unapitia jaribu. Katika jaribu fulani unapitia ni jaribu gumu ambalo katika kila kitu kinaonekana kiende sawa. Inawezekana ni ndoa, inawezekana ni biashara, au inawezekana kuwa ni afya. Lakini cha ajabu ni kwamba licha ya ukubwa wa tatizo, bado utashangaa ndani ya moyo wako inawezekana ukawa na amani. Hiyo ni kukuonyesha kwamba Roho wa Bwana anakuambia kwa sasa unapitia changamoto, lakini usiogope. Mimi niko na wewe, nitakuvusha na nitakupeleka sehemu ambapo changamoto hizi zitakuwa ni kumbukumbu za kale. Kwa hiyo Roho Mtakatifu husema na watu kupitia roho zao, kupitia dhamira. Anaweka kutukumbusha kuhusu maamuzi sahihi na maamuzi ambayo sio sahihi. Ndio maana Yohana anasema ikiwa mioyo yetu haituhukumu, basi tuna ujasiri kwa Mungu. Katika hilo jambo unalolifanya sasa hivi, je, Roho wa Bwana ana amani nalo? Amekuruhusu ulifanye au unalifanya kwa sababu ya akili zako? Katika hayo mahusiano uliopo sasa hivi, je, Roho wa Bwana ameyaidhinisha? Kuna wengine wapo katika mahusiano ambayo Roho wa Bwana hajayaidhinisha. Ni mahusiano ambayo hayapo sawa kulingana na neno la Mungu. Ndugu mpendwa, sina maneno mazuri sana ya kulemba katika jambo hili. Unajiingiza kwenye tatizo, toka mapema, toka haraka. Kama upo katika tatizo, upo katika jambo ambalo unajua sio sawa mbele za Mungu, ni kosa, ni dhambi, toka mapema, kimbia. Biblia inasema tabia ya dhambi huzaa mauti. Usisubiri mpaka tatizo litokee ndio uanze kutoka. Kimbia mapema, kimbia mapema. Jiepushe roho yako mbali na kila ambalo unajua Roho Bwana hafurahishwi nao. Neno linasema ikiwa mioyo yetu inatuhukumu, basi hatuna ujasiri mbele za Mungu. Tuna kitu tumekosea, lazima turekebishe. Lakini ikiwa mioyo yetu haituhukumu, basi tuna ujasiri mbele za Mungu. Tuna wakati mzuri. Katika kitabu cha Wagalatia sura ya 5, kitabu cha Wagalatia sura ya 5, nitaanzia mstari wa 16. Nasema ya kwamba basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa sababu mwili hutamani ukishindana na Roho,
na roho hushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayoyataka. Lakini mkiongozwa na Roho, hampo chini ya sheria. Maandiko yanatuonyesha ya kwamba ni lazima tuelewe ya kwamba kama wana wa Mungu tunatakiwa tufate maelekezo ambayo Roho Mtakatifu anatoa, na tumeangalia ya kwamba Roho Mtakatifu anatoa maelekezo kupitia dhamira zetu. Kama tukikubali kufata maelekezo ambayo yanatokana na dhamira zetu, basi tunajiweka mara nyingi katika sehemu salama. Lakini kama hatukubali kufata maelekezo ya dhamira zetu, mara nyingi tutafata akili zetu, na jinsi unavyozidi kufuata akili zako ndivyo unavyozidi kujiweka katika mazingira hatarishi. Kwa kawaida akili ina tabia ya kufanya mambo katika namna dunia inataka. Na ukumbuke Biblia inasema shetani ni mungu wa dunia hii. Dunia imepofushwa. Kwa hiyo akili siku zote inaelekea katika mambo ambayo yatakutia hasara tu. Lakini Roho Mtakatifu siku zote ana lengo la kukupeleka sehemu salama. Kwa hiyo sikiliza dhamira yako. Sikiliza, je, una amani ya kimungu katika jambo unalolifanya? Unaona Mungu anakupa kibali cha kuendelea na hilo jambo unalolifanya? Muda mwingine nimeona hata watu wengine hata katika huduma, kuna baadhi ya watu ambao wamekuwa wakifanya huduma lakini haziko sawa. Ndani ya mioyo yao hawana amani kuhusiana na lile jambo, lakini wanalifanya. Nakumbuka siku moja kuna kanisa moja ambalo lilikuwa limeanzishwa, huduma fulani ilikuwa imeanzishwa karibu na kanisa letu lilipo. Sasa mimi sishindanagi kuhusu mambo haya, na kwa kawaida siingiliagi mambo haya. Ninatambua ya kwamba tupo kazini mwa Bwana, sisi sio wagomvi, sisi tunafanya kazi ya kujenga mwili mmoja. Lakini kama taratibu zetu za ibada zitaanza kuingiliana, itatengeneza mazingira sio mazuri. Kwa hiyo kwa setup ambayo tulikuwa nayo, kanisa letu sisi lipo sehemu ya tambarare kawaida, lakini majirani zetu wakawa wameweka kanisa lao katika eneo la gorofa. Sasa ninatambua ya kwamba walikosa eneo la karibu, wakapata eneo lile pale. Lakini kwa namna moja au nyingine kukawa kuna muingiliano sasa. Kwa sababu kanisa letu liko chini, sisi tukifanya ibada, tunapotumia vyombo vyetu, sauti zetu hazisumbui sana isipokuwa katika maeneo ya jirani. Lakini kwa sababu wao wako eneo la karibu na sisi na wako kwa juu, sauti zao zinapaa zaidi. Kwa hiyo unakuta muda mwingine sisi tuko katikati ya neno, wao ndio wapo kwenye sifa. Kwa hiyo tunaanza kuingiliana, inakuwa ileti picha nzuri. Tungeliweza kutoka tukafuata, tukaanza kuongea, tukabishana jambo hili, lakini kwa sababu tunafahamu tunafanya kazi ya Bwana, sisi tukaliombea. Tukamwambia Bwana, tunaomba uingilie kati hili jambo, kwa sababu sisi sio maadui, sisi tunafanya kazi moja. Hebu tupe muongoze katika hilo jambo. Ninashukuru Mungu kwa Mungu ni Mungu anayejibu. Mungu alituma mtumishi wa Mungu akasema nao katika jambo hilo. Mtumishi wa Mungu ambao sisi hatukufahamiana nao, akawapa neno la kinabii. Na alipowapa neno la kinabii, wale watu wa Mungu wakatii sauti ya Mungu, na Mungu akawatoa katika lile eneo, akaenda akawapa eneo bora zaidi, eneo zuri zaidi kuliko pale walipokuwa mwanzoni. Sasa lazima ufahamu, kama wale watu wasingekubali maelekezo ya Roho Mtakatifu, tukaendelea kuchuana pale, ambacho kinafuata ni kwamba wao wangekosa amani, kwa sababu Roho Mtakatifu sio mwanzilishi wa machafuko, na sisi tungekosa amani. Huduma zote mbili zisingeendelea. Lakini kwa sababu Roho wa Bwana alisema nao, na yule mtumishi wa Mungu kwa vile ni mtu wa rohoni, akatambua kile ambacho Roho wa Bwana amesema naye, akaenda sehemu nyingine, sisi tukaendelea kustawi, na yule alipofungua sehemu nyingine, pale alipofungua kazi nayo kastawi. Ni lazima tufate mwongozo wa Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu anajua zaidi nini tunahitaji katika mazingira gani. Na huyu Roho Mtakatifu husema nasi kwa namna mbili. Anaweza akasema na sisi kwa njia ya mafunuo, lakini pia anasema na sisi, ambayo ni mara nyingi nimeiona, kwa kupitia roho zetu, kupitia dhamira. Kwa hiyo safari ijayo katika maamuzi unayoyafanya, awe ni maamuzi ya kuingia kwenye mahusiano, awe ni maamuzi kuhusiana na biashara, awe ni maamuzi yoyote unafanya, sikiliza mwongozo wa Roho Mtakatifu katika dhamira yako. Je, amekupa amani ya kuendelea na hilo jambo, au hakuna amani ya Kristo ndani yako? Unahitaji kusikiliza. Ni muhimu sana, kwa sababu sio mara zote Roho wa Bwana atajifunua kwako kwa njia ya ndoto au kwa njia ya mafunuo makubwa. Hebu piga picha hii. Unataka utoke hapo uende sokoni, alafu ukifika sokoni ukachague mboga, na katika kuchagua mboga hujui mboga gani ni fresh, hujui mboga gani sio sawa. Kwa hiyo umekaa pale unasema, Roho wa Bwana nataka uniongoze. Na kwa sababu unadhani Roho wa Bwana atasema nawe kwa njia ya mafunuo, basi unatoka hapa, unafika karibu na stendi, unapanda usafiri wako, unafika sokoni. Ukishafika sokoni unajiegesha pembeni, unasema kana kwamba basi nilale, Roho wa Bwana aseme na mimi kwa njozi.
Sidhani kama itafanya kazi kwa mwendo kama huu. Lakini amani ya moyo kupitia dhamira, Roho Bwana anaweza akasema na wewe kwa njia nyepesi na rahisi. Utashangaa tu ya kwamba unatembea na huku ndani kuna namna fulani unasikia mwongozo. Si mwongozo wa kukisia tu, lakini mwongozo ambao una msukumo ndani yake kuhusiana na Roho Bwana. Roho Bwana anasema na watu wake kupitia dhamira. Atakupa amani ya moyo kwamba Bwana, katika njia hizi mbili, kushoto na kulia, tumia njia ya kulia. Na itakuwa hivi, itakuwa hivi. Unavopita vile unaona matokeo. Unaanza kujua, kumbe tangia mwanzo alinionya nisipite njia fulani kwa sababu alikuwa ananiwazia mawazo mazuri. Mungu wetu ni Mungu mwema. Mungu mwenye mpango mzuri juu ya maisha yangu na maisha yako. Na ndio maana yeye anataka usike katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo ametupatia Roho wake Mtakatifu, ambaye Roho wake Mtakatifu husema na sisi kupitia dhamira, kutuongoza katika kila maamuzi, ili kwamba tuweze kufanya maamuzi yaliyo ya busara, tuweze kufanya maamuzi yenye kuleta utukufu, maamuzi ya tija zaidi kwa ajili ya kazi yake. Kwa hiyo ndugu mpendwa, usidharau kile ambacho Roho Bwana anasema kupitia dhamira yako. Sikiliza, kioanishe na neno la Mungu, kwa sababu Roho Mtakatifu hasemi tofauti na neno lake. Hata kwambia ufanye jambo ambalo neno lake halijasema. Hilo ni muhimu kuelewa. Kila mara katika dhamira atakaposema na wewe, anahusianisha maelekezo yake na neno lake. Maana katika Yeremia 1:12 amesema analiangalia neno lake apate kulitimiza. Kwa hiyo kila ambacho Roho Bwana anasema na wewe, dhamira yako, sikiliza. Maonyo ambayo Roho Bwana anayatoa kupitia dhamira yako, yasikilize, yafanyie kazi, na hayo maelekezo yatakuweka katika nafasi iliyo bora zaidi kuweza kufikia kila ahadi ambayo Mungu ameweka kwa ajili yako. Kama umebarikiwa na somo hili kwa namna yoyote ile, basi niandikia comment hapo chini. Lakini kama una swali au una jambo lolote ambalo linahitaji ufafanuzi zaidi, mawasiliano yangu yako hapo chini, nitafute. Ningependa niwe baraka kwako kwa kadri ya inavyowezekana. Mpaka hapo tutakapokutana tena, usisahau kuwa Mungu anakupenda na anataka wewe uishi maisha ya ushindi. Barikiwa.